Kiangalia swala kwamba ilmu, ukombozi wa kielimu ni katika mambo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Itazame Qur'ani yenyewe kuanzia uteremkaji wake, umeteremka na Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Ifundisha hapo tusome lillahi khalaqal insana min alaq. Kwa nini imeanza sifa ambayo amepewa Mwenyezi Mungu ni alladhi khalaqal insana min alaq, ni kuumba, na akatajwa aliyeumba mwanadamu, tena kikatajwa alichoumbwa, ima kutokana na hicho au katika hicho, katika hatua zake za kuumbwa. Kwamba hapo pana funzo ya kufuatilia na kujua masuala kama haya ya kibiolojia, namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi wanadamu na viumbe wengine. Akaendelea kusema Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Nafahamu katika al-fadhl al-umumi, kwa maana amewafundisha wanadamu wote wasiojua, lakini wasiojua hivyo alivyofundishwa maana ni vile wanavyohitaji. Tukija kwa Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam, pamoja na Iqra hii, lakini tumemkuta zaidi amefundisha nini? Dini, sababu ndicho tunachokihitaji zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kutufundisha vile tunavyohitajia. Muhimu cha kwanza kabisa ni dini. Kwa hiyo akatufundisha dini pamoja na ishara iliyo katika aya, kwamba pia anatakiwa tujue kwamba mwanadamu huyu ameumbwa kutokana na kitu gani, jambo ambalo litafanya tujue zaidi uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukiangalia pia hapa ni katika uteremkaji wa Qur'ani, aya ya kwanza namna gani imekuja katika mada gani. Lakini tukija pia katika Qur'ani yenyewe, mara nyingi sana inatuhimiza katika kutafakari, na ukifikiria katika kutafakari kule utakuta kwamba kuna nje na ndani. Ametaja aya hapa Sheikh, falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa faambatna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhla. Kufikiri chakula tunachokila, tukitazama chakula tunachokila, hii nadhara inakuja kwa maana ya kufikiri, kwa maana ya kutazama. Ikiwa ni katika vitu mahsusi vinavyoonekana, basi itakuwa ni kutazama. Lakini ikiwa ni katika vitu maanawi, basi inakuwa ni kufikiri. Sasa tukiona katika aya hii, haiwezekani kwamba tukitazame tukile chakula namna hii, hapana. Lakini ni kwamba hapa kuna utazamaji ambao ni hisi, ni kutazama hiki chakula namna gani kinadhihiri. Anna sababna al-ma'a sabba, kwanza onyesha mvua, thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, ardhi ikapasuka ikamea mimea, fambatna fiha habban wa 'inaban wa qadba, mule zikaoteshwa tumba. Si mzee anasema zenani kwa goda anasema kwa sisi tumba au tumba ule ni uchawi, punje tumeotesha punje nafaka hizo Kiarabu, tumeotesha punje na mizabibu na mboga. Sasa hivi vitu kwanza vinatokana na mvua kunyesha, ardhi kupasuka, dhahiri hiyo. Lakini kwa nini ametaja vitu hivi? Na tunaambiwa tutazame hiki chakula ambacho ndio hivi vilivyooteshwa, na maana yake kwamba humu ndani na vitamini mbalimbali. Katika hizi punje ziko vitamini, kila moja ina khasiyya zake katika vitaminati. Tukija kwenye mboga ndio kabisa tuambiwa tuzile kweli hizo. Matunda tuambiwa tule sana. Kwa hiyo hapa tumeonyeshwa kwamba kuna elimu inapatikana kwa kutafakari hivi vitu, tutaweza kujua yanayopatikana ndani. Pia unaambiwa kule falyanzuril insanu mimma khuliq, atazame mwanadamu, afikiri mwanadamu ni kutokana na kitu gani ameumbwa.
khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni sulbi wa tara'i. Kule kasema khalaqal insana min 'alaq, huku asema min ma'in dafiqin yakhruju baina sulbi wa tara'i. Maana ni kwamba ile alaka tufuatilie imetokana na nini. Tazama hapa, akiwa tutazama kule tumeambiwa tu kwamba katika hatua tulizoumwa tumepitia alaka, lakini hapa atakiwa tutazame na tutajua kwamba ma'un dafiq, ikishatoka ma'un dafiq ikaingia pale mahali inapoingia inakwenda kutengeneza alaka, mudgha na kadhalika mpaka tunatoka katika huu ulimwengu. Kwa hiyo ukiangalia sana Qur'ani inatuambia tufanye tufikiri, falyanzuril insanu, kule tunaambiwaje, afala yanzuru ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Hapa tunakuta kwamba yule ngamia anataka tumtazame akiwakilisha wanyama, ana hawasi zake za dhahiri kama vile kwamba anaweza akabeba maji mwezi mzima, anaweza akasafiri katika hali yoyote ile akiwa amebeba mzigo, lakini pia kuna zabati, kuna hawasi zake naye. Lakini pia tutazame samai, atutazamaje mbingu ilivyoumbwa, maana yake tufike kama alivyosema Sheikh pale, kule kuna buruji, kuna vitu gani, kuna mambo chungu mzima ambazo huko ndo kuna vitu vingi vya ajabu. Lakini pia tutazame wa ila jibali, majabali haya na ardhi, kuna hazaini zimewekwa mule na vitu mbalimbali. Kwa ala kulli hali Qur'ani ni elimu tu. Sasa kikubwa tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'u. Ukiangalia aya hii ilikuwa inazunguka katika mazungumzo ya kuwazungumza wale wasiokuwa Waislamu wanaokata Uislamu, lakini bado mpaka leo kuna vitu tutaendelea kuvifundishwa ambavyo wazee wetu walikuwa hawavijui huko nyuma katika nyanja mbalimbali. Ama kwa upande wa dini tunasema kwamba hatuwezi kusema kwamba tutafundishwa vitu ambavyo mashehe huko nyuma walikuwa hawajui, kwa sababu elimu inapungua haizidi, ila tu kuna vitu ambavyo vitazuka leo havikuwepo siku hizo, hukumu zake tunatakiwa kuzijua. Sio kwamba tunatakiwa tuzijue kwa maana kuwa hawazijui huko zamani, hapana. Kama alivyosema Sheikh Ziwana pale kwamba kuna masala ambayo yanazuka kutokana na mazingira tunayoishi. Leo namna gani mtu unasafiri na ndege kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza kwa muda wa saa moja? Zamani mtu alikuwa akisafiri na punda, ile safari ya miezi. Je, unaweza kupunguza swala ukifika Mwanza kwa kusafiri na ndege kule? Ndio masala sasa ambayo tunataka tufanyeje, tuyatafakari. Lakini si kwamba alikuwa hajulikani kwa nyuma. Lakini katika mambo haya ya kimazingira haya ndio kila siku kutakuwa kuna dhihiri mapya. Lakini hata tukienda kwa mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha sana watu ilmu hali vile walivyohitajia kutokana na mazingira yao. Tukiangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika baadhi ya vita, mateka waliojua kuandika na kusoma aliwapa vijana wa Kiislamu wafundishwe kufanyaje, kuandika na kusoma. Kwa kwamba lile lilikuwa kwa mazingira yao ni jambo lazima walijue. Kwa ile maana yake ni kwamba tunatakiwa tuzisome ilmu hali. Ilmu hali tuzijue yale tunayohitajia katika ulimwengu wetu na tunahitajia katika akhera yetu. Tunahitajia katika ulimwengu wetu kila siku yanazuka mapya, tuyajue taratibu zake zilivyo, tunanufaika nayo vipi, lakini hata hukumu zake za kisheria, ambazo hizi hukumu za kisheria ndio msingi hasa wa kuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Labda ni kwa kumalizia tu sasa, inaweza nikaja swali kwamba huyu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mnasema nyinyi amekuja kuwakomboa wajinga, kuwatoa kwenye ujinga kuwaleta kwenye elimu, ameleta ukombozi na mapinduzi ya kielimu. Lakini mbona tunaambiwa yeye ni nabii ummi? Ya nabii ummi pamoja na tafsiri zote zinazotolewa ili kunusuru kwa mtume alikuwa haandiki hasomi, hatusemi hajui kiadabu, haandiki hasomi. Wengi wanatoa maana mbalimbali za hii ya nabii ummi, kwa asili yake ni asili yake ni, lakini hata tukibakisha hapa
Sasa walikuwa wakitoa umiyuna wale waandiki hawajui kuandika na kusoma. Lakini hapa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa andiki asoma. Hii hasa ndio sifa kubwa nzuri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokuwa mwandishi, kutosoma kilichoandikwa. Kusoma alikuwa anasoma. Ndio maana kama ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq, baada ya kukamilisha sala aya zile alitekeleza amri ile akazisoma. Kwa hiyo alikuwa yeye anasoma kile anachopewa, lakini kilichoandikwa alikuwa hasomi. Wapo wanazuoni wanasema hiyo tena wengi, na mashehe zetu ndio walifundisha. Kwa hivyo kusema kwamba tuikataa tafsiri hii ya kwamba nabii ummi asiandika na kusoma, hii ni kwa sababu anayehitaji kuandika na kusoma ni yule ambaye ana mahitaji na kule kuandika na kusoma, ndio anatakiwa ajue kuandika na kusoma. Hawa Waarabu tukianza na hawa kwa zaumiyuna hawa, hebu angalia walikuwa wakihifadhi vitu vingi katika vichwa vyao. Walikuwa wakihifadhi nasaba za watu mbalimbali, sio nasaba yake pekee yake. Walikuwa wakihifadhi mashairi mbalimbali katika vichwa vyao. Walikuwa wakihifadhi tarehe za watu mbalimbali. Wewe ukienda ukimtajia mtu majina yako matatu na kwako na la baba na la babu, anaanza kuteremka kutaja nasaba yako yote. Anaweza kukutajia historia za wale wazee wako wote, jambo ambalo sisi leo hatuwezi. Kwa lazima tu tunaandika ili kuhifadhi kile tunachokiandika. Na ndio maana pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohitaji barua iandikwe mahali, kwa anawaandishi wa kuandika. Sababu sasa ni hitaji la kuandika. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na waandishi wa kuandika wahi, kwa sababu watakuja watu baadaye hawatoweza kuihifadhi Qur'ani yote, lazima iwe imeandikwa waisome. Lakini yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhitaji kusoma na kuandika, kusoma kilichoandikwa na kuandika, hakuhitaji hivyo. Yeye mwenyewe ndio ilmu. Sasa ikiwa yeye mwenyewe ndio ilmu, asome nini tena? Anachokisoma yeye ni kile anacholetwa wahi kutoka kwa Bwana wake, kisha teremshwa pale pale akihifadhi, anawapa sahaba zake wanaandika. Na sio kwamba kuna siku anasema nileteni nione ile aya ile inasemaje, hata siku moja haitatokea, haikutokea hivyo. Na yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe kama nilivyosema, yeye ndio ilmu. Lakini halafu pia ni moja katika dalili za utume wake. Wewe fikiria kwa hasomi haandiki, lakini tayari kuna watu walikuwa wasema inama yalimu bashar. Paka Mwenyezi Mungu akapinga hilo. Lisanu ladhi yulhidu nasib. Lisanu ladhi yulhiduna ajami wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Sasa kama angelikuwa anajua, anaweza kusoma kilichoandikwa, basi ingelitokea watu wangesema kwamba alisoma vitabu vilivyotangulia, amesoma hiki na kile, lakini hakuwa msomaji wa kilichoandikwa wala hakuwa mwandishi. Na lau angelihitajia kusoma kilichoandikwa angelikisoma. Inawezekana hivyo katika ile Sulhul Hudaybiyah, pale ambapo Sayyidina Ali karramallahu wajha alikataa kufuta Muhammadur Rasulullah, Mtume mwenyewe akafuta kwa mkono wake. Sasa hapo kuna ihtimali. Inawezekana aliamua kwamba ni hii hapa, au aliona mwenyewe kwamba hapa ndio kwenye Muhammad ibn Abdullah akafuta. Haikuthibiti kwamba alielekezwa na Sayyidina Ali au na msomi mwingine wa kuandika kwamba ni hapa, futa hapa. Ila tunaambiwa alifuta tu. Dhahiri ni kwamba alifuta yeye mwenyewe kwa kuona kwamba jina limeandikwa hapa. Kwa kila alikihitajia kukisoma, akakisoma, akakiandika. Vile ambavyo hakuvihitaji, hakukuwa na haja aandike wala asome. Wabillahi tawfiq, wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.